Hujambo na karibu tena ndani ya 18 tuweze kupiga story kwa yale mambo makubwa zaidi ambayo yanatokea katika ulimwengu wa kimichezo hapa nyumbani Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasuga. Kwa story nyingi zaidi na mambo mengi zaidi ambayo tunayafanya, unaweza ukasubscribe channel yetu ya ndani ya 18 kwa ajili ya kuweza kupata video nyingi zaidi, lakini pia kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya notification. Pia itakuwa ni jambo kubwa zaidi ili uweze kupata video zetu mara zote. Kupitia mitandao ya kijamii unatupata ndani ya 18 TZ. Kwa upande wa mtandao wa Instagram utakuwa unapata video fupi na kuweza kujua tumepiga story na kina nani, lakini pia link ile kwa ajili ya kukupeleka moja kwa moja kwenye YouTube channel yetu inapatikana kupitia pale kwenye account yetu ya Instagram. Nipo na Omari Bula ndani ya 18. Leo tunapigania story. Wageni wamepita wengi. Leo ilikuwa ni zamu kwa ajili ya kupigania story. Bwana, mambo vipi? Basi kwa vizuri kaka. Shwari. Alhamdulillah. Tupo vizuri. Tuko vizuri kabisa. Kaka una moyo? Hiyo jezi. Mimi na wewe sawa sasa. Mimi na wewe sawa. Si kidogo mdogo. Ndio. Nyinyi historia kuna muda huwa inawafanya mnakuwa wajivuni. Kwa hiyo hata kuna tukikutana na nyie huwa tunawabonda. Utoboaji unauona, lakini Michael Carrick na Man U kidogo ina instinct. Ukiona kuna game kubwa ya Man United alafu nimeamua kuvaa jezi, basi jua hiyo game tunatoboa. Kwa kuanza leo dhidi ya Manchester City bila shaka ni 100% tunashinda Man United. Lakini kwa Michael Carrick, sometimes unajua Ibrahim, unahitaji mtu ambaye anafahamu falsafa, anafahamu historia, DNA ya klabu. Kwa hiyo with Michael Carrick nadhani inaweza ikawa kama ambavyo ilikuwa kwa Chelsea na Lampard. Na Frank Lampard. That time. Sema Lampard tabia zake za ukocha na wakati anacheza kuna vitu vinatofautiana. Tuliamini anaweza akawa aggressive sana, lakini kuna ukocha akaja kuwa mlaini, soft. Unaamini msimu huu Man U safari yenu ya ubingwa mnavyoenda kama Arsenal? Maana Arsenal anautafuta mwaka wa 22 huu. Na nyinyi Man U tangu 2013 tunazungumza mnautafuta mwaka wa 13. Miaka 13-14 hivi. 13-14 mnautafuta. Unaona Arsenal mwaka huu anaweza akamaliza ile safari ya kusubiri ubingwa? There's a possibility, kwa sababu ukiniuliza ile honestly speaking, Arsenal wana timu nzuri sana. Na hii timu nzuri haijaanza kwa msimu huu. Hata last season hawakufanikiwa kubeba ubingwa, lakini walikuwa na some promising plays. Yaani unaona kabisa wanacheza kwamba hao kuna kitu wanatengeneza. Baada ya kufanya maingizo, unaona msimu huu wanacheza game ambayo Arsenal hadeserve kupata ushindi, wanapata ushindi. Hizo ni characters za bingwa. Kwa hiyo naamini this time around inaweza ikawa nafasi yao, lakini mara zote wanasemaga ukijisifu na mbio msifu na anayekukimbiza. Yes, kwa hiyo tunamtazama ambaye anamfuata Arsenal, Manchester City. Huwa anaweza kuturn up kwenye situation ambazo watu hawategemei. Kwa there's a possibility Manchester City akamchallenge Arsenal mpaka game ya mwisho, lakini kama Arsenal akiendelea kupata, unajua it's all about winning. Yes, ukiwa na claim points hakuna mtu ambaye atakushikia panga kwamba uwezi kuwa bingwa. Kwa hiyo ukiwa unashinda tu mechi zako, at the end of the day utapewa title. Kwa manetro ambaye labda anatenza mikeka, si ndio? Au ile kwenye kuamini au una bet nani atakuwa bingwa. Sawa bwana. Kama kupitia Premier Bet. Wewe unaweza kumwambia ajizime data moja kwa moja na ampe mazima Arsenal, au unaamini kunaweza kawa kuna mchecheto? There's a possibility. Arsenal kwa 100% naweza nikampa 70%. Unatupa karata yako size ya ubingwa. Yes, 70% kwa Arsenal. Yeah. Watu hawaamini sana. Wazee wa tembo juu ya mti, Arsenal na jambo lao. Bwana, Omari, tutazame kwa hapa nyumbani. Hiyo ilikuwa ni chombeza tu ya EPL, Man U, Arsenal na ambavyo vitu vinakwenda. Hapa nyumbani dirisha dogo lipo wazi. Na tetesi na sajili ambazo zinakamilika ni nyingi sana. Wamekuwa na deal sana na mambo ya usajili kwa namna moja ama nyingine. Leo tumekuwa tunaona kibongo kuna muda watu kama huwa hawaamini, kama huwa wanasema ukiona Omari kaposti usajili wa mchezaji fulani sio kwamba kaumiza kichwa, ameambiwa aje au kaambiwa mposti hiyo. Ni ngumu au ni rahisi kwa kiasi gani kuripoti taarifa za usajili Tanzania? Kuna ugumu na kuna urahisi. Na ugumu ni unakuja pale ambapo ukipata mtu ama source atakayekupa taarifa ambayo bado haijakamilika, ila yeye akaitengeneza. Unajua kuna kauli, mtu anajaribu kukutengenezea mazingira ya kukuambia kwamba tumefanya usajili wa mchezaji fulani, lakini in real sense ule usajili kumbe bado haujakamilika. Kwa hiyo unaweza ukapewa taarifa labda na kiongozi X kutoka timu Y kwamba Bula
tumeshakamilisha usajili wa mchezaji fulani, tumeshaongea naye, tunaongea na timu yake. Kwa hiyo wewe utakavyoiripoti ni kwamba ile timu imeshakamilisha usajili wa huyo mchezaji, kumbe wako kwenye process. Kwa at the end of the day unakuja kukuta ile deal haijakamilika, mwisho siku unaonekana wewe muongo, kumbe ni taarifa ambayo uliipokea kutoka kwa yule mtu. Kwa mfano kuna moja hiyo ya hivi karibuni tu mimi niliipata kuhusiana na Dennis Nkane, na niliaminishwa kwamba tayari ameshajiunga na JKT Tanzania kwa mkopo. Kuna JKT. Yes. At the end of the day Dennis Nkane anakwenda kutambulishwa TRA. Sura ni kwa ile taarifa ambayo mimi niliitoa awali haikuwa ya uongo, bali aliyenipa taarifa hakuweza kuniambia kwamba ile deal at the moment ilikuwa katika situation kwa si walaji ushatuongopea. Unanielewa? Kwa kuna muda huo ndio ugumu wa kuripoti taarifa za usajili kwa Tanzania, lakini urahisi wake ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao ni trusted. Kuna taarifa ukiipata kutoka kwa mtu fulani, unajua kabisa this is confirmed. Nitakupa mmoja nao pia mfano ambao umetokea tu hivi karibuni hapa. Nayo pia imekuja kuleta changamoto kwa sababu hiyo deal nayo pia haijatokea. Umeona? Lakini wewe ni mtu ambaye anaaminika. Ni msajili wa mzao au mchezaji wa nje? Mchezaji wa nje. Nilipokea taarifa kutoka kwa rais wa klabu ya Yanga, Engineer Hersi Said. By the way, niliposti taarifa kuhusiana na Mohamed Dumbia kwamba deal yake ya kwenda Singida haipo. Hersi akanifuata by the way kwa sababu tuna mawasiliano. Yes, akaniambia mdogo wangu Bula, hiyo deal ipo, ni kweli. Singida. Yes, ni kweli Mohamed Dumbia tunamtoa kwa mkopo kwenda Singida. Sio mchezaji mbaya, lakini anahitaji kupata rhythm. Sio, unanielewa? Kwa from there mimi nikaamini kwamba Dumbia anakwenda Singida. Message ya rais. I trusted him. At the end of the day hiyo deal haijakamilika, lakini ni kutokana na mazingira ya mchezaji mwenyewe kukataa. Lakini wao Young Africans walikuwa tayari wameshampeleka Singida Black Stars kwa mkopo, na mazungumzo na Singida yalikuwa yameshafanyika pamoja na Balakonte. Exactly, na Balakonte. Kwa hiyo ugumu na urahisi ni deal kutokukamilika na deal kukamilika. Zinatajwa kwamba deals nyingi ambazo zinaripotiwa na zinatokea ni deals za Yanga. Lakini kuna nyakati watu wanagoma kutoa credit kwa watu ambao wanaziripoti kwenye mazingira ya kwamba wanasema Yanga information zao kwa lugha ya mtaani ni kama wanaziuza. Yaani wanasema Omari Dula fulani hiyo. Kwa hiyo nyinyi ni kama mnakuja kuwaongelea Yanga. Mazingira yamekaa hivyo. Ni kweli kuzipata taarifa za Yanga ni nyepesi zaidi na ni za uhakika. Kuhusiana na wepesi siwezi nikapigia mstari, lakini uhakika by the way 100% na kuaga hii. Unazipataje? Unasikia kwa watu au ndo Kamwe au River au kama hivyo president? Unajua Ibrahim, kazi ya mwandishi wa habari, kazi ya mdau ambaye yuko kwenye tasnia ya habari ni kufanya speculations na kuchukua madodoso, na unajua kuuliza ndiyo sifa ya mwandishi wa habari. Huwezi ukakaa tu kwenye kitanda chako ukabuni tetesi ukaiandika. Kwa hiyo na uzuri ni kwamba unajua niwape credit Young Africans. Yanga wamekuwa wanafikika sana. Mimi kuipata taarifa ya Manchester United inaweza ikawa ni shida kwa sababu sina insiders ambao wanaweza wakanilisha hizo taarifa. Lakini Young Africans, mimi ni mwandishi wa Tanzania, si ndio? Mdau wa habari wa Tanzania. Young Africans ni klabu ya Tanzania. Kama siwezi kumpata Alikamu, siwezi kumpata Hersi, nitampata nani? Si unanielewa? Kwa hiyo katika katika mchakato wa kuzitafuta taarifa, Young Africans nawapa 100% huwa wanatoa ushirikiano kwa kiasi kikubwa kwa waandishi wa habari. Na ndiyo maana taarifa zao mara nyingi kama ikiwa ya kweli, ukiwatafuta bwana kuna 1 2 3 4 5 6, watakupa confirmation kwamba hii ni taarifa sahihi. Kama haina ukweli atakuuliza labda in a funny way, atakuwa labda hiyo taarifa umeipata wapi? Yes. Kwa Young Africans wamekuwa na urahisi wa kufikika. Sio kwamba wanawatumia. Hapana. Ni timu ambayo inaonyesha ushirikiano kwa waandishi wa habari. Fabrizio Romano anapata taarifa nyingi sana kuhusiana na sajili za wachezaji. Fabrizio haoteshwi ama hapewi taarifa kutoka kwa Mungu. Anapewa. Hashushiwi, yes, kutoka kwa Mungu, anapewa taarifa. Na kupewa taarifa sio kwamba eti atalala kitandani ataletewa taarifa na mtu fulani, hapana. Atapiga simu kwa wakala wa mchezaji, atapiga simu kwa klabu, ataulizia kuhusiana na situation ya mchezaji, kwa maana ya situation ya mkataba ya mchezaji, then atapewa taarifa.
The same applies to sisi. Mimi kama Omar Bula nitaamka asubuhi, nitaona taarifa kwamba Young Africans wanahusishwa na Depu. Nitapiga simu labda kwa Alex Ngai, mjumbe wa kamati tendaji ya Yanga. Bwana brother Alex, kuna 1 2 3 4 5 6 kuhusiana na hili. Vipi? Okay, kama ni kweli anaweza akakupa taarifa ya on the process kwamba ni kweli tuna mazungumzo naye. Yes, lakini kama ni uongo atakwambia hapana, hatujaanza kufanya mazungumzo na huyo mchezaji. Hapana, hakuna hiyo taarifa. Hapana, hakuna hiyo deal. Juzi Zakazi aliibua agenda kuhusiana na Djigui Diarra kugoma kurejea ndani ya Young Africans. Sasa mwandishi kabla haujairipoti ile taarifa lazima uwarudie Young Africans. Ukiwarudia Yanga wanatoa support, na ndio maana baada ya kuulizwa Alikamwe kwa maana ya mwenye dhamana ya kuelezea klabu ya Yanga, yes, akaliweka wazi kwamba no, this is not okay, this is not right, na Diarra atarejea kambini na kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo zinaweza zikawa ni in a negative way. Ukiwatafuta Yanga wanakupa ushirikiano. Positive taarifa nazo pia wanakupa ushirikiano. Na report sana stories za Yanga kwa sababu Simba ni wagumu kufikika au Simba hawana shughuli. Kwa sababu hapa kila ukikaa utaambiwa yule mwandishi wa Yanga, yule mwandishi wa Yanga, yule mwandishi wa Yanga, utaambiwa angalia Instagram yake. Utaenda utaangalia, unakosa cha kutetea. Kule upande wa pili vipi? Ambako ndio kuna interest pia ya watu wengi. Kumekuwa kuripotiwi sana. Au shughuli zao za usajili hazieleweki. Nadhani taarifa za Simba zinaripotiwa, Ibrahim. Na ukisema kwamba taarifa za Simba haziripotiwi, sidhani kama inaweza kuwa sahihi. Hazishereheshwi kama zinavyoshereheshwa za Yanga. Sasa kuna muda inaonekana kama mpo kwa ajili ya, yani watu wapo kwa ajili ya, kwa sababu ukipigwa usajili wa Yanga atatajwa mchezaji afu itashereheshwa. Lakini huku Simba ikipigwa mfano kama usajili wa Kibabage. Nixon Kibabage anaenda Simba, Singida wamesema free, uchambuzi umeanza, wanapeana Kibabage anaenda kufanya nini Yanga. Sio kama usajili wa Yanga. Alan Okello, inachofuata hapo ni sifa nzuri tu. Kila anairipoti huyu kiboko kabisa, Kapombe ataweza kumkaba sijui nini. Lakini huku mkiposti mnaanza kukosoa. Unajua sasa kwenye tasnia ya michezo katika kufanya analysis, kwenye kuripoti, lazima uangalie na status ya club at the time. Ukizungumza kwamba Namungo ni timu bora Tanzania, hapo unakuwa muongo. Sio, unanielewa? Uwezi ukazungumza na kusugarcoat kinachofanyika ndani ya Simba sasa hivi. Kila mtu anaweza akakuona wewe umelanduka. Huwezi kupaka mafuta Simba. Yaani huwezi kuwapaka mafuta Simba sasa hivi. Na watu wanasema kwamba hatoripoti taarifa za Simba kwa sababu sometimes ukiripoti, most of the time sasa hivi taarifa za Simba sio za kuvutia, Ibrahim. Kwa hiyo kibiashara yani sio za kuvutia, sio kibiashara, sio za kuvutia mtu akizisikiliza. Yaani ndani ya Simba sasa hivi taarifa unairipoti Simba wamevunja mkutano wa mwaka kiholela. Hiyo taarifa ukiripoti haitamvutia shabiki wa Simba. Haitavutia hata wadau wa soka Afrika. Ndio taarifa za Simba zilivyokaa. Simba ni timu ambayo ilipiga hatua to the extent kila mtu alikuwa anaweza kuona kwamba hii timu kweli imepiga hatua. Mtu yoyote, hata wewe Ibrahim Kasuga, ukishapiga hatua kwenye maisha, ukija kudrop, hata mtoto mchanga ambaye hawezi kuzungumza anaona, atakuchambua. Si unanielewa? Yani kinaonekana, yani ni kitu ambacho ni visible. Huwezi ukakificha. Ndicho kinachoonekana kwa Simba. Simba walipiga hatua, na hiyo hatua sasa imetoka kwenye ile moja imeshuka mpaka 20. Unanielewa? Kwa nini wameshuka kabisa? Kwenye kuizungumza Simba lazima tuzungumze huo ukweli. Ni kweli Simba imeshuka. Timu ambayo ilikuwa ni regularly inashiriki kwenye michuano ya klabu bingwa haiwezi baadaye ikawa imekuja inajisifu kwa kushiriki shirikisho na kufika finali. Hilo ni anguko. Timu ambayo ilikuwa ina mchezaji kama Medi Kagere mwenye uwezo wa kufunga mabao 20 plus kwa msimu, uwezi ukaenda kumsajili mchezaji kama Leonel Ateba ambaye amekuja amefunga mabao 13, umemwacha msimu huo, msimu uliofuata. Umenielewa? Unakwenda kusajili mchezaji ambaye kwa mfano kama kuna mchezaji walimsajili Simba hakucheza msimu mzima, takriban miezi 6 hakucheza. Anaitwa nani yule mchezaji? Kiungo Sawadogo. Ismail Sawadogo. Umenielewa? Sawadogo alikuja na nje. Angalia namna ambavyo recruitment ya Simba sasa hivi inavyofanywa.
Yaani angalia wachezaji wanavyosajiliwa, wanaletwa wachezaji wazuri. Kwa mfano, mimi ukiniambia Deborah Fernandez Mavambo, he was one among the best kwa hiki kipindi cha karibuni Simba wamewasajili. Agustino Okejefa, mchezaji kama Valentin Nouma ambayo wamemsajili msimu mmoja, wamemwachia msimu unaofuata. Imagine unamwachia Valentin Nouma, this time around unamsajili Kibabage. Ukiniuliza mimi in terms of madaraja, Valentin Nouma ni mchezaji ambaye alikuwa ni regular starter kwenye national team ya Burkina Faso ambayo ina uhakika wa kushiriki hata AFCON. Umenielewa? Timu ya kina Aziz Ki. Huyu Nixon Kibabage sio regular starter kwenye timu ya taifa Tanzania. Umenielewa? Kwa sasa mimi nikizungumza hapo niizungumze katika uzuri gani? Kwamba Simba umefanya usajili mzuri, wamemleta Kibabage baada ya kuachana na Nouma na Mohamed Hussein. Bwana, kwa mujibu wa Bula hapa kuizungumza mazuri ya Simba ngumu sana. Kwa hiyo kwa Simba hata kupaka mafuta kidogo inakuwa uongo. Bwana, ukiwa unaendelea kututazama pia kama Mtanzania una nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kupitia Premier Bet. Tayari tumekwishaona zawadi za pikipiki zimekwenda kwa Watanzania mbalimbali ambao wameweza kufanya beti zao na Premier Bet au kuwa tu mwanafamilia, kwa sababu ili uweze kushinda pikipiki uweze kushinda gari aina ya Harrier Anaconda ya mwaka 2016, lakini pia vile vile kuna iPhone 16 pia iko mezani Pro Max, kuna bajaji. Ili uweze kushinda, wala sio jambo la mkeka wako kutiki. Ambacho unatakiwa kufanya ni akuwa tu na account yako ya Premier Bet, na ukishakuwa na account yako kuna sehemu ambayo unaenda kucheza challenge kwenye Reward Hub. Ukiingia kule utakuta kuna challenge tofauti tofauti. Kadri ambavyo unazicheza kuna zile coins ambazo utakuwa unazikusanya, points unazikusanya. Zile points ndizo ambazo zitakufanya wewe uweze kushinda miongoni mwa hizi zawadi zilizopo. Kuna pikipiki, kuna simu iPhone 16 Pro Max, kuna gari aina ya Harrier pamoja na bajaji. Kwa hiyo hizo ni zawadi ambazo unaweza kuzipata, haijalishi matokeo ya mkeka wako, lakini ni wewe tu kwa mwanafamilia wa Premier Bet. Jiunge sana Premier Bet ili aweze kuwa sehemu ya washindi wa hizo zawadi. Wiki chache bwana, wakati AFCON inaendelea, asubuhi kama sio ilikuwa mjini jioni, nikaona screenshot inatembea ya bwana Omar Bula, akaunti yake imeposti Fulham wanamtaka Ibrahim Baka. Watu huyu kachanganyikiwa. Huyu na wachezaji wa Yanga. Ulikuwa unataka kuchetua tu mtaa kwamba watu washtuke. Yaani ilikuwaje ukaja na tetesi kama ile kwamba Fulham wanamtaka Ibrahim Baka? Ibrahim Abdullah Baka, mzee wa viwiko. Kwanza haikuwa taarifa ya kutunga. Hilo kwanza lieleweke. Ibrahim Baka tutakiwa na Fulham ya ligi kuu ya Uingereza. Haikuwa taarifa ya kutungwa. Na uzuri ni kwamba ile taarifa Ibrahim niliripoti in a way wamevutiwa naye. Sio kwamba deal imeshakamilika ama wako tayari kutoa pesa kuweka mezani. Bula, uliambiwa na mtu? Exactly. Ulisoma uliambiwa na mtu? Niliambiwa na mtu. Wa Yanga au hapana, sio wa Yanga. Ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanafuatilia AFCON na ni wakala mkubwa sana Afrika. Na anasimamia wachezaji wakubwa sana Afrika na makocha wakubwa Afrika. Ndiye ambaye aliniambia. Kuna watu ambao walikuwa wamekaa nao, ni representative wa Fulham, ndio ambao walimwambia kwamba huyu tumevutiwa naye, si unanielewa. Kwa hiyo na hata kwenye taarifa yangu nilieleza kwamba walijaribu kutaka kufanya mawasiliano naye, lakini at the moment Ibrahim Baka hakuwa na wakala pale kwenye AFCON. Kwa hiyo ilimbadi upate kuzungumza naye lazima umpate yeye mwenyewe ama upate viongozi wa Young Africans uzungumze nao. Umenielewa? Kwa hiyo taarifa ambayo mimi nilipokea ni kwamba wale representative wa Fulham walivutiwa na Ibrahim Baka. Mimi nikairipoti as such. Yaani sikuongeza chumvi, yaani si chochote. Nilipewa ndo vile vile. Ndivyo nilivyoiandika. Sasa unajua hata kama hii taarifa labda ingekuwa ni ya uongo, Ibrahim, kuna muda wanavyotupiga gap waandishi wa habari wa labda wa West ama North, ni namna ya kuzipika taarifa. Yes, kuzipika taarifa. Kuna namna unajaribu kuwa brand wachezaji wa taifa lako in a such way. Yaani unavyomwandika Ibrahim Baka ameivutia Fulham, inaweza baadaye isiwe Fulham, ikaja ikawa labda ni timu kutoka Uturuki, ukachukua attention ya timu nyingine. Unanielewa? Kwa hiyo wenzetu ndivyo ambavyo wamejaribu kupiga hatua na ni muda mrefu sana. West Africans, mchezaji mdogo tu unaweza kukuta under 20, unaweza kukuta amevumishiwa taarifa kwamba anatakiwa na Arsenal, anatakiwa labda na klabu ya Chelsea. Uwezo wanao. Chelsea wanasema huyu mchezaji ambaye anavumishiwa hii taarifa, hebu ngoja tumuangalie. Wanampa jicho. At the end of the day unakuta deal inakamilika. Kwa hiyo tunachofeli wa Tanzania ni kwamba tunaamini kwamba wachezaji wetu wako destined kucheza tu ndani ya mipaka ya Tanzania.
hata ukitengeneza mazingira ya hiyo taarifa kwamba mchezaji fulani anatakiwa na timu fulani ya Europe, kuna watu wengi watakaopinga kuliko watakaopongeza. Umenielewa? Na huo ni Utanzania. I don't know why. Huo ni Utanzania wetu, na kuna kitu, kwa mfano kuna jambo, kwa mfano kwenye hichi kipindi cha usajili klabu ya Young Africans wamemsajili Aurelio Depu Ibrahim. Yes, yeah. Usajili wa Depu ukiutazama aina yake ni usajili ambao Al Ahly walishawahi kufanya kwa Imam Ashur. Yes. Usajili ambao Yanga wamefanya ni usajili ambao Mamelodi Sundowns wameshafanya kuna mchezaji anaitwa Miguel Resinho, wamemtoa Boavista ya Ureno. Unasema kwa maana ipi mzunguko wake? No. Yaani umeona sasa hivi kinachozungumzwa Tanzania ni kwamba Aurelio Depu amefeli kuja kujiunga na Yanga. Yaani ametoka Europe, ligi ya Poland. Amecheza sijui Ureno, amekuja kujiunga na Yanga, ni kwamba amedrop. Lakini Al Ahly walivyomsajili Imam Ashur kutoka FC Midtjylland ya Denmark, walisifiwa Al Ahly kwamba wamefanya bonge moja la usajili. Wamemchukua mchezaji kutoka timu ambayo inashiriki Champions League. You feel me? Wamesajili Mamelodi Sundowns, mchezaji ana miaka 26, raia wa Ureno. Amecheza Boavista, amecheza Benfica. Hata Simba hapo washaka kumsajili ni Peter Banga. Unanielewa? Kutoka timu ya Champions League. Champions League, yeah. Yes. Walikuwa ni Midtjylland. No, Red Star Belgrade. Yes. Umenielewa? Yes. Sasa hizo sajili zikifanywa na klabu za Tanzania, watu wanasema wachezaji wamedrop. Lakini zikifanywa na Mamelodi Sundowns, wanasifika Mamelodi kwamba wamefanya usajili wa mabilioni, wamemchukua mchezaji kutoka Ulaya. Lakini kitu ambacho hawajui ni kwamba hii Yanga tunayojaribu kuidogosha ni miongoni mwa klabu ambazo zinatupiwa macho Afrika. Ni sasa hivi ukitaja klabu 5 Afrika zenye ile wanasema powerhouse, Young Africans imo. Sasa bula watu ndio wanakuwa na wewe chawa Yanga. Hata sasa unajua kuelewi. Tutazame hili la kupeana. La Singida Black Stars kwa uchache tu, kwa sababu sisi tunazungumza masuala ya usajili ndio tunayaishi. Yeah, sure. Singida amegawa wachezaji Yanga. Tunasema Singida na Yanga wanagawiana. Singida tunaona tena kibabagi ni kama kaenda for free. Yeah. Lakini kuna siku ambayo Hussein Masanza aliwahi kusema ni timu gani Tanzania ambayo haina mchezaji kutoka Singida Black Stars. Wanachokifanya Singida Black Stars kina afya kwenye mpira wetu, au ni jambo la kawaida kwenye mpira? Ingawa wanasema wanavyoongea Singida saa hizi kuwa makini, unaweza kupata notice kutoka mahakamani. Nadhani unajua kwenye kitu chochote kile lazima kuwe na mtu ambaye ana moderate. Yaani lazima awepo. Unajua mimi ni mpenzi sana wa filamu. Marvel Studio kuna character moja anaitwa The Watcher. The Watcher is above all. Yuko juu, anatazama kila kinachoendelea. Umenielewa? Sasa hata kwenye football yetu lazima awepo mtu ambaye ana oversee, yani anatazama kwa umakini, yani yeye kazi yake ni kutazama tu. Umenielewa? Huyu anafanya kitu hiki, huyu anafanya kitu hichi. Wenzetu Europe wamefanikiwa sana hivi, na ndio maana pia miongoni mwa vitu ambavyo vinatazama mienendo ya klabu, miongoni mwao ni financial fair play. Uwezi ukatoka kwenye mawanda ya financial fair play. Hata kama una pesa kiasi gani, tajiri wako ana pesa kiasi gani. Kwa Tanzania nadhani ni kitu ambacho kinatusumbua, na by the way tulifanya seminar moja na bodi ya ligi. Nilishawahi kuuliza kuhusiana na namna ambavyo wanajaribu kumoderate matumizi ya fedha kwa hivi vilabu, ili mbadi wengine wasionekane inferior, wengine wakaonekana superiors. Yes, wakaniambia sasa hivi bado tunafanya michakato mingine, lakini sasa hivi hatuwezi kuweka hizo limitations za financial fair play. Kuhusiana na Singida, kuna actions ambazo Singida wanazifanya zinakuwa zinafikirisha ama zinaulizisha maswali, Ibrahimu, na wala huwezi ukakataa. Ni kweli kuna baadhi ya vitu. Unajua sasa hivi mimi Singida ukiniambia ni klabu ya namna gani, ni klabu ambayo ni kama kuna kitu wanajaribu kukifanya kwenye soka la Tanzania. Ni klabu ya kibiashara sana. Yaani kuna pesa nyingi sana ndani ya klabu ya Singida. Sasa ili mradi kuimaintain ile pesa unapataje wakati unatoa wachezaji bure unagawa? Sasa Singida ni miongoni mwa klabu ambazo zinasajili sana kila msimu. Yeah. Katika hii misimu miwili ambao Singida wapo kwenye ligi kuu, nadhani wamesajili inaweza ikafika hata wachezaji 70. Umenielewa? Yes. Na hao wachezaji wakishawasajili, hao wachezaji wanawatoa kwa mikopo, wengine wanawatumia. Utakumbuka wakina Morris Chuku walishatolewa kwenda Tabora. Umenielewa? Na Ibrahim Imoro hao. Sasa umeona huo mfumo ambao wanaufanya. Huu mfumo
kiutaratibu si mfumo mbaya. Yaani ni mfumo ambao uko kisheria. Yaani kama una uwezo wa kusajili wachezaji ukawatoa kwa mikopo, as long as ile idadi inayohitajika na ligi kuu wewe umeifikia, kwamba kama ligi inahitaji wachezaji 32, hao ndio ambao utawasubmit. Hao wengine ukiwapeleka kwa mikopo, that's fine. Singida ndicho wanachokifanya. Kwa hiyo unabariki fresh. Kwa kusajili. Lakini kwenye kutoa sasa huku kumpa mtu bure, hakuna usajili wa bure brother. Unless mchezaji uliye naye mmeshindwa kukubaliana kwenye mkataba, then mchezaji anavunja mkataba. Yaani inakuwa ni mkataba automatically umevunjwa. Kwa sababu kwenye mikataba mara nyingi inaandikwa mchezaji usipomlipa mshahara miezi 3, definitely sio mchezaji wako. Umeelewa? Kama imetokea situation na namna hiyo, mchezaji akaamua kuondoka for free, that's okay. Lakini sio mchezaji ana mkataba, umemtimizia matakwa yake ya kimkataba, kila kitu kiko sawa, alafu eti unasikia amejiunga na klabu nyingine kwa sababu Singida wameamua kuwapa. Sio mmoja, ni wawili. Wachezaji wawili. That's not okay. Bana, Singida wao wanagawa wachezaji. Wakiona una shida sana, wanakusaidia, wanagawa. Waligawa wachezaji Simba, wameenda kaongezeka mwingine Kibabage baada ya Jonathan Soa. Undugu wao na Yanga unajulikana, huo uzungumziki. Jambo aliko pale. Bana, ulikuwa ni Omar Bula, tumepiga naye story hapa walau kwa uchache. Mambo ya usajili tumeweza kuyagusa zaidi. Ametuambia story zake, vyanzo anavitoa wapi, namna ambavyo anaishi nazo. Tunaamini watakuwa wamemuelewa sana. Kwa kumaliza tu, nani bingwa? Ligi kuu Tanzania bara au Zanzibar? Tanzania bara. Young Africans. Young Africans. Yeah. Kwa mujibu wa Malibula, Young Africans anaona nafasi ya kuwa bingwa. Ligi yetu bado mbichi sana. Kuna wanaocheza mechi 10, kuna ambao wamecheza mechi 6, ambao wamecheza mechi 5. Mimi naitwa Ibrahim Kasuga, nikukumbushe tu jiunge sasa na Premier Bet. Tunaendelea kucheza zaidi na Premier Bet kwa sababu kuna zawadi ya gari aina ya Harrier Anaconda mwaka 2016, kuna iPhone 16 Pro Max iko pale, pikipiki, bajaji. Hivi ni vitu vyote ambavyo utavipata pale tu ambapo utakuwa mwanafamilia wa Premier Bet. Ingia pale kwenye website, utaona kuna Reward Hub. Ingia pale, kuna challenge nyingi, zicheze zile kadri ambavyo unacheza ndivyo ambavyo unakuwa kwenye nafasi ya kuweza kushinda. Bye bye kwa sasa, lakini pia mitandao yetu ya kijamii kwa upande wa Instagram unatupata kupitia ndani ya 18 TZ. Bye bye.